Habari, hii ni channel ya Funguka na hiki ni kipindi cha sauti yangu. Bado niko nikikemea vikali kwa aina hili kabila au Wahadzabe, na nimeona muda mwingi sana, zaidi ya miaka mitatu, lakini nilikuwa sijapata jibu maalum kile nilichokihisi. Nilikuwa najiuliza, watu wenye hili kabila la Wahadzabe ni wanaishi nchi gani? Nilikuwa sijajua kama hao watu wapo hapa Tanzania. Lakini baada ya kufuatilia nikakuta wanafanyiwa interview na baadhi ya media kubwa hapa Tanzania. Mmoja wapo ni Clouds Media pale katika redio. Vile nikaona Clouds FM. Nimeona media nyingi tu za online wakiwa wanafanyiwa wakiwa wanaojiwa ili kabila la Wahadzabe. Sasa na bado haikunipa 100% kusema na watu ni wanatoka Tanzania. Paka nilivyoingia Google nikauliza na AI kwamba hili kabila linapatikana wapi hapa Afrika, hili kabila la Wahadzabe. AI akaniambia hili kabila linapatikana nchini Tanzania na ni kabila linalojihusisha na kuishi porini. Sasa nataka nijue kitu kimoja. Katika sheria zetu za maliasili zilizopo hapa nchini Tanzania, katika katiba yetu ya mwaka 77, kuna kipengele chochote kinawaruhusu iki kufanya wanachokifanya hawa cha kuwainda wanyama na kufanya chakula? Maana nauliza kwa sababu, na hili jibu nikipendezewa kabisa, nikiwa naomba nipewe hili jibu na Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii. Siku moja nitafurahi sana nikiitwa ofisini kwa Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii nikipoa hili jibu. Maanake nimeshashuhudia watu wengi sana wakihukumiwa kifungo cha miaka 20 pale tu wanapokamatwa na mnyama wote kutoka mbugani. Nishashuhudia kuna watu wamekamatwa wamekutwa na nyoka. Wale watoto wanafanya mazoezi, wamekamatwa watoto wa nyoka. Mtoto wamekamatwa wapo na nyoka wale wadogo wale ni chato wadogo wale. Wamefungwa miaka 20. Na kuna watu wengine wamekamatwa wakiwa na mnyama kama huyu hapa, jina lake nimemsahau tu, samani. Wamefungwa miaka 20. Na mpaka leo hii wapo, hata rufaa zimeshindwa. Wako gerezani. Wako pale Lilungu Mtwara. Sasa